بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويهدي إليه من أناب ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول الله وأشهد أن ما جاء به رسولنا محمد هو الحق من عند الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwani al-aizza, limekuja swali mbele yetu, limeletwa swali hili: ni ipi manhaji sahihi kuhusiana na ufahamu wa aya zinazomzungumzia Allah mtukufu kwenye kitabu chake? Je, ni manhaji ya tawili au ni manhaji ya adh-dhahiri? Tukizungumzia manhaji ya tawili, yani ukachukua maneno kwa makusudio yake, na ukichukua manhaji ya dhahiri ni kuchukua maneno dhahiri yake na ukamsifu Allah mtukufu kwa dhahiri ambayo ipo katika maneno husika. Kisha muulizaji akauliza akasema, ikiwa mtasema kwa manhaji ya tawili ndio sahihi, hivi nyinyi mnajua zaidi ya kumsifu Allah mtukufu kuliko yeye mwenyewe na kuliko alivyosifiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa swala zuri kabisa. Jawabu ya swali hili, kwanza tufahamu kwamba katika manhaji yetu sisi ahlul haq wal istiqama al-ibadiyya, dalili zimegawika katika vigao viwili. Kuna dillatun aqliya wa dillatun naqliya. Kuna dalili za kiakili na kuna dalili za kunakili. Dalili za kiakili ni katika malazimisho yake hii akili, kwa yale ambayo yanalazimika kiakili na yale ambayo hayawezekani kiakili. Na ashabu zetu natofautisha baina yanayolazimika kiakili na yanayolazimika kimazoea, na vile vile baina ya yasiyowezekana kiakili na yasiyowezekana kimazoea. Katika mambo ambayo hayawezekani kimazoea au yanalazimika kimazoea, ndani yake ndiyo inapatikana miujiza ya manabii na mitume. Si katika ambayo hayawezekani kabisa kiakili, wala si katika ambayo yanalazimika kiakili. Na dalili ya haya ni kwamba Allah mtukufu kwenye kitabu chake ametuambia, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah mtukufu hailazimishi nafsi isipokuwa katika mipaka yake. Na vile vile, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah mtukufu katika mipaka ya uwezo wenu. Na akili ni moja katika neema za Allah mtukufu. Na kwa maana utagundua kwamba madhehebu ya ibadhi kwanza yanaheshimu akili. Madhehebu ya ibadhi inatoa nafasi liluqala ayunaqishu wa ayunaqashu, wanaqish na vile vile wanakishiwe. Madhehebu ya ibadhi si wagomvi na akili, sawa. Na dalili za kunakili ni dalili za maandiko au ijma', nayo ni Qur'ani tukufu na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ijma' ya waumini.
Na tukija katika Qur'ani tukufu, ukisoma ndani yake tunakutia kwamba Allah mtukufu amezigawa aya zake. Minhu ayatu muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Katika hii Qur'ani kuna aya ambazo ni muhkamat, na aya hizo ndiyo msingi wa kitabu, ndio asli ya kitabu. Wa ukharu mutashabihat, na aya nyingine zilizomo katika Qur'an ni mutashabihat, zenye kubabaisha. Sasa tukija katika hizi aya ambazo zimekuja ndani yake haya ambayo wanayadai kwamba tusifuate tawili ndani yake bali tufuate dhahiri yake, zote utazikutia ni mutashabihat. Tukisema mutashabihat, maana yake ni aya ambazo zinakubali maana nyingi tofauti, na maana iliyo dhahiri sio iliyokusudiwa, bali maana iliyofichika ndani yake ndiyo iliyokusudiwa, maana iliyokusudiwa ya maneno kamili. Kwa mfano, tunaposoma neno la Allah mtukufu, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo zitamemeta kwa Mola wake tu ni zenye kuangalia. Hili neno kwa Mola wake tu ni zenye kuangalia linakubali zaidi ya maana moja. Kuangalia kwa namna gani? Je, kuangalia kwa macho au kuangalia kwa kusubiria? Hizi maana zote mbili zinapatikana katika lugha ya Kiarabu. Na je, kuangalia kwa kuona au kuangalia kwa kujaribu kutaka kuona bila mafanikio ya kuona? Watarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun, katika Qur'ani. Sawa. Na kwa maana hiyo aya mutashabihati hizi zinakubali maana zaidi ya moja. Kwa hivyo kuna ayatu muhkamat. Sisi ashabu zetu alilhaq wal istiqama al-ibadiyya, na hapa namnukulu Sheikh Ahmed bin Hamil Khalili katika kitabu chake hichi hapa, Sharh Ghayat al-Muradi fi Nadhm al-I'tiqadi. Taban hii ni chapa ya Al-Kalimatu Tayyiba, na hii chapa ambayo nimeitegemea mimi hapa ni chapa ya kwanza iliyotolewa mwaka 1438 Hijria, sawa na mwaka 2017 miladi, Muscat. Sawa. Katika ukurasa wa 23 wa kitabu hichi, samahati Sheikh Ahmed bin Hamil Khalili anatuelezea hoja baada ya kueleza taklif. Sawa, kwamba shuruti taklifu ni al-aqlu, kwanza ni akili, al-bulughu ya pili ni kubaleghe, ya tatu qiyamul hujjati ala al-mukallafi, ni kusimama hoja kwa mkalifishwa. Akaeleza akasema, wal hujjatu hiya dalilu, na hoja ndiyo dalili hiyo, wa huwa ma thabata bihi al-ma'na fi dhihni, nayo ni ile ambayo kupitia dalili hiyo maana itapatikana katika akili. Sawaan kana aqliyan au shar'iyan, ni sawa dalili hiyo ikawa ni ya kiakili au dalili hiyo ikawa ni dalili ya kisheria. Falaqlu hujjatun fi ma'rifati Llahi ta'ala, basi akili ni hoja katika kumjua Allah mtukufu, wa ittisafihi, na kusifika kwake Allah mtukufu, bil kamalat, kwa makamilifu ya kidhati, wa istihalati naqaisi alayhi, na kutowezekana mapungufu kwake. Wa shar'u, na sharia, na kusudaliza kuna kili hapa, hujjatun fi dhalika wa fi ma adahu, ni hoja katika hayo ya kumjua Allah mtukufu na kujua sifa zake na yasiowezekana kwake, na pia ni hoja kwa mengine yasiokuwa hayo. Sawa. Kwa maana hiyo tunachukua dalili upande wetu sisi za kiakili peke yake katika kumjua Allah mtukufu, na yale ambayo nalazimika kumsifu kwayo Allah mtukufu, na yale ambayo ni wajibu kumtakasa nayo Allah mtukufu. Na vile vile tunachukua katika
hayo dalili za kunakili, na akili hepingani na nakala. Kwa upande wa akili, tunajua sote kwamba viumbe hivi vyote ndio dalili kubwa kabisa ya kuthibitisha muumba, kwa sababu vyote vinahitajia aliyeviweka, vinahitajia aliyevitokezesha. Vilikuwa havipo hivi. Kwanza wewe unaniangalia na ndugu yangu, ulikuwa hupo, nani alikutokezesha akakuleta katika ulimwengu huu? Na wazazi wako walikuwa hawapo, nani ambaye aliwatokezesha na akaleta katika ulimwengu huu? Na hili jua lilikuwa halipo, lina mwanzo wa kuanza, na mbingu na ardhi. Kwa maana hiyo, yule ambaye ameumba vyote hivi, yeye ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa, na kwa sababu yeye ndio mtendaji, inalazimika awe ndiye wa mwanzo kabla chingine chochote kile, na inalazimika kwamba yeye asiwe fakiri wa kuhitajia chingine. Na kwa maana hiyo ametakasika na kila sifa yenye lazimisho la kuhitajia. Akili inapitisha hilo, na inalazimika kwamba yeye asifanane na chochote katika viumbe vyake. Akili inapitisha hilo, na inalazimika kwamba yeye ni muweza wa kufanya lolote katika viumbe vyake. Anachokitaka anakifanya baina viumbe vyake, sawa, na yeye ni muweza wa hayo. Lazimika kujua kwamba yeye ni mwenye kusifika kwa sifa za kidhati, kwa sababu lau kwamba sifa zake ni vitu vingine visivyokuwa yeye, ingalazimika kuvihitaji, na mwenye kuhitaji vingine, huyo hapasi kuwa muumba wala kuwa Mungu. Kuhitajia vingine katika utendaji ni sifa ya viumbe, si sifa ya muumba. Je, haya yapo katika Qur'ani tukufu? Naam, yapo. Allah mtukufu amejisifu kwenye kitabu chake, huwa al-awwalu, yeye ndiye wa mwanzo, yani al-awwalu qabla kulli shay'in, ni wa mwanzo kabla ya kila kitu. Na vile vile imekuja katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume amesema, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu, alikuwa Allah mtukufu wala hakukuwa na chingine chochote kisichokuwa yeye. Sawa. Kwa maana hiyo, uwepo wake si uwepo wa kuhitajia chingine, ni uwepo ulioko nje ya mipaka ya sehemu na wakati, kwani akili zetu haziwezi kufikiria kitu kilichoko nje ya mipaka ya sehemu na wakati. Na sehemu na wakati na vilivyomo katika sehemu na wakati, vyote ni viumbe vyake. Kwa maana hiyo, hatujihangaishi wala hutaki kujihangaisha Muislamu kumfikiria Allah mtukufu vipi yupo. Vyote kufikiria, unafikiria katika mipaka ya sehemu na wakati, na kwa maana hiyo unafikiria kiumbe, ufikirii muumba. Na ndio maana ashabu zetu wakamtakasa Allah mtukufu na uwezekano wa kuonekana kwa macho, si kuonekana kielimu kwa kumjua, ala, kuonekana kwa macho, kwa sababu macho ya binadamu hayaoni isipokuwa chenye umbo, na chenye umbo ni chenye ufakiri wa kuhitajia sehemu. Tukija katika Qur'ani, kama tulivyoona aya ya kwanza, huwa al-awwal, yeye wa mwanzo, vile vile amejisifu Allah mtukufu, laisa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote kile. Taban hizi aya zote ni muhkama, hazikubali isipokuwa maana moja tu, hakuna mfano wake chochote kile. Kwa maana hiyo, wasfu wote ule ambao utamsifu Allah mtukufu, ikiwa unaleta mfano katika viumbe vyake, basi wasfu huo ni batil. Na tunafahamu sote kwamba viumbe vyake wanasifika kwa sifa ambazo ni neema, wameneemeshwa, ni vitu vingine visivyokuwa dhati yao. Kwa maana haiwezekani Allah mtukufu kusifika kwa namna hiyo. Na kwa maana hii tukamsifu Allah mtukufu kwa kuelezea ukamilifu wake wa kidhati,
kwa mujibu maudhui husika. Kwa maudhui ya elimu tunamsifu kwamba yeye al-alim. Ikiwa maudhui ni ya kuwepo tunamsifu kwamba yeye al-hayyul qayyum. Ikiwa maudhui ni ya uwezo tunamsifu kwamba yeye al-qadir. Ikiwa maudhui ni ya kuumba tunamsifu kwamba yeye al-murid, al-qadir, al-khaliq. Na namna hivi tunamsifu kwa kuelezea ukamilifu wake wa kidhati kwa mujibu maudhui husika. Hii ndio manhaji yetu ahli al-haq wal istiqama al-ibadiyya. Hatuitakidi kabisa kwamba sifa za Allah mtukufu ni vitu vingine visivyokuwa dhati ya Allah mtukufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakuna mfano wa chochote na yeye ni msikivu muoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu wa inna Allaha lahu al-ghaniyyul hamid, ayatu muhkama. Na hakika Allah mtukufu yeye hasa ndiye mkwasi asiyehitajia chingine, mwenye kusifika kwa kila sifa njema. Kwa hivyo ayatun mutashabihat ambazo taallaka biha almushabbiha, aya ambazo hizo mushabbiha hawa wenye kumshabihisha Allah mtukufu na viumbe vyake walizozishika aya hizo, inalazimika kuzifanyia ta'wili kwa mujibu wa aya hizi muhkamati, zinarejeshwa katika muhkamati. Kwa mfano neno la Allah mtukufu, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na akaja Mola wako na malaika wakiwa safu safu. Kuja kuna kufahamika kidhahiri ni kutoka katika sehemu moja na kwenda katika sehemu nyingine, na hakifanyi harakati hiyo isipokuwa chenye kuhitajia nafasi ya kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na maana hiyo haiwezekani kwa Allah mtukufu. Kwa nini? Kwa sababu laisa kamithlihi shay'un. Ingalipatikana maana hiyo kwake, ingalifanana na viumbe vyake vyenye kuondoka. Na maana hiyo haiwezekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwa al-ghaniyyu, ni mkwasi asihitaji chingine. Ingalipatikana maana hiyo, angalikuwa ni mwenye kuhitajia sehemu ya kuwepo ndani yake. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu lau kwamba ni maana hiyo ya kidhahir ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi ingalikuwa laysa huwa al-awwal, si wa mwanzo, kwa sababu tayari ana sifa ya kuhitajia chingine au kabadilika, na kubadilika ni kiumbe. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Na kwa maana hiyo neno kama hili, wajibu wa kwanza ni kuondosha maana isiyokubaliana na utukufu wake Allah mtukufu. Na hapa tunapata msingi wa kumsifu Allah mtukufu. Alaina an nasifa Allah ta'ala bima yaliqu bih wa an nunazzihahu amma la yaliqu bih ala annahu huwa al-ghaniyyul hamid laysa kamithlihi shay'un. Inatulazimikia sisi kumsifu Allah mtukufu kwa yale ambayo yanakubaliana na utukufu wake, na kumtakasa Allah mtukufu na yote ambayo hayakubaliani na utukufu wake, kwa kujua kwamba yeye ni mkwasi asiyehitaji na asiyefanana na chochote. Kwa maana wajibu wa kwanza ni kuondosha maana isiyopasa kusifika kwa maana hiyo Allah mtukufu. Kwa maana yote yenye lazimisho la kuhitajia sio maana iliyokusudiwa katika aya. Marhala ya pili ya aya hii kama hii au nyinginezo, unakuja katika marhala ya kutoa maana inayokubaliana na utukufu wa Allah mtukufu. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maana inayokubaliana na utukufu wa Allah mtukufu ni kuja kwa amri yake. Kwa maana hiyo inafahamika aya hii kwamba ni kuja kwa amri yake. Na vile vile katika neno lake Allah mtukufu, fa'ata Allahu bunyanahum min alqawaidi, Allah mtukufu akalijia jengo lao kutokea katika misingi yake. Hasa ukileta maana kwamba Allah mtukufu ametokea katika misingi mwenyewe, itakuwa mitihani mkubwa sana. Hasa kwa wale ambao wanaitakidi kwamba Allah mtukufu yuko juu.
hapa atakuwa yuko chini ya majengo tena majengo ya ovu. Amekuja kutokea chini. Kwa hiyo unafahamu vile vile makusudi yake ni kuja kwa amri yake ya kuadhibu, si jingine lolote lile. Kwa maana hiyo wajibu wa kwanza katika aya hizi ni kuondosha maana ambayo haikubaliani na utukufu wa Allah mtukufu. Maana yoyote yenye lazimisho la kuhitajia au la kufanana na kiumbe, basi maana hiyo sio iliyokusudiwa katika aya yoyote ile. Tukija kwa mfano katika neno lake Allah mtukufu, lima khalaqtu biyadayya, anamwambia Ibilisi, kwa nini kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu? Hapa mushabiha wanakuambia, unaona hapa Allah mtukufu kamuumba kwa mikono yake, maana yake ana mikono. Taban neno ana mikono halimo katika Qur'ani wala halimo katika Sunna. Wao husema kwamba tunamsifu Allah mtukufu kwa yale ambayo amejisifu kwayo amejisifu nayo katika kitabu chake, au amesifiwa kwa hayo na mtume wake, bila kuleta tawili wala tashbihi wala ta'til. Tunamwambia kama ni hivyo basi msifuni kama alivyojisifu. Msilete sigha zenu ambazo Allah mtukufu aslan hajaziweka kwenye kitabu chake wala mtume hajazitamka katika sunna yake. Semeni hivyo hivyo kama alivyosema mwenyewe, yadahu, msiseme lahu yadani. Mmepata wapi nyewe lahu yadani? Lafdhu mubtada. Sawa. Fahamu ndugu yangu Muislamu kwamba Waislamu hawajatofautiana katika kukubali hizi aya wala kuziamini. Sote tunasema kullum min indi rabbina, zote zinatoka kwa Mola wetu. Tumetofautiana katika ufahamu wake na makusudio yake. Sawa. Kwa maana ya moja kwa moja, lima khalaqtu biyadayya, mwenye akili zake timamu anafahamu kwamba makusudio hapa yule ambaye ameumbwa na Allah mtukufu. Lima khalaqtu ana, kwa yule ambaye nimemuumba mimi. Na kutajwa mikono miwili haimaanishi kwamba uthibitishe mikono kwa Allah mtukufu. Kalla. Allah mtukufu katika kitabu chake ameeleza mikono miwili kwa Qur'ani. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi. Qur'ani haifikiwi na batili baina ya mikono yake miwili. Ndio utasema Qur'ani na mikono miwili uhakika. Kusudi yake ni mbele yake. Chochote kinachowekwa cha batili katika Qur'ani hakina nafasi, hakiwezi kupata nafasi. Sawa. Na Allah mtukufu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, hatujapeleka mtume yoyote isipokuwa kwa ulimi wa kaumu yake ili wabainishie. Kila mwenye akili anafahamu kwamba ulimi makusudi yake ni lugha, na ndivyo ilivyosifiwa Qur'ani, wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Na hii Qur'ani ni ulimi wa Kiarabu wenye kubainisha, na Waarabu wana kinaya zao katika lugha yao. Kwa mfano, yauma yukshafu an saqin, siku ambayo utafunuliwa muundi. Katika lugha ya Kiarabu, kashfun an saqin, kufunuliwa muundi, yani shiddatil amri, yani mambo kuwa mazito sana. Wanasema hadhihi alharbu kashafat an saqiha, hivi vita vimefunua muundi wake, yani vizito sana, vigumu sana, mambo yake ni mazito. Kwa maana yauma yukshafu an saqin, siku ambayo mambo yatakuwa ni mazito mno, ndio makusudio yake. Lakini ndugu zangu nasema hapana, Allah mtukufu ana muundi na amevaa nguo na ataufunua siku ya Kiyama. Na katika hilo wamepokea riwaya wakazinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, riwaya za kumuona Allah mtukufu, kwamba alama ya kumjua Allah mtukufu siku ya Kiyama itakuwa ni kufunua muundi wake, yani kavaa nguo. Waliyadhu billah, ni hatari. Nazimo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, Allah mtukufu atawajia siku ya Kiyama, atawaambia ana rabbukum, mimi ndiye Mola wenu. Watamkana, watamwambia na'udhu billahi minka hadha makanuna hatta yatina rabbuna fa idha jaa rabbuna arafnahu, tunajikinga na Allah kutokana na wewe,
Na hii ni sehemu yetu, hatuondoki hapa leo mpaka atujie Mola wetu. Na akitujia Mola wetu sisi tunamjua. Kawajia lakini hawajamjua. Tena unajikinga naye kama anavyojikinga na Ibilisi, waliyadhu billah. Kama unavyosema a'udhu billahi minashaitani rajim, na hapo wasema na'udhu billahi minka. Wanajikinga na Allah mtukufu kutokana na Allah mtukufu. Kwa basi kisha tawajia tena katika sura ya pili ambayo watamjua katika sura hiyo, atawaambia ana rabbukum, mimi ndiye Mola wenu. Pia watamkataa. Atawauliza hal bainakum wa bainahu aya, hivi baina yenu nyinyi na yeye kuna ishara ya kumjua, kuna alama ya kumjua? Watasema naam saq, ndiyo muundi. Fayakshifu an saqihi, hapo atafunua muundi wake. Watamsujudia, ndio watamjua, watamsujudia. Wakiinua vichwa vyao mara kashabadilika. Katika sura yake ya kwanza, faidha huwa qad tahawwala ila suratihi allati ra'u fiha awwala marra. Katika ile sura ya kwanza ile walioambia na'udhu billahi minka, kama kwamba anawaambia mimi na sura tofauti na ile ambayo nyinyi mlinikana, pia ni sura yangu. Waliyadhu billahi. Batili iko wazi katika riwaya hizi, lakini wenzetu wanaziamini. Nazimo katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Mtihani mkubwa sana. Nakubali kupingana na Allah mtukufu kwenye kitabu chake alipotuambia la tudrikuhu al-absaru, aya muhkama, macho yeye hayamuoni. Unakwenda kukubali riwaya ahadia, batil ndani yake kwa wazi kabisa kama jua la mchana. Eti ndugu yangu, ala kulli hal, manhaj ya kumtakasa Allah mtukufu na yasiyopasa kusifiwa kwayo ndiyo manhaj sahihi, na kutoa maana inayokubaliana na utukufu wa Allah mtukufu. Na hapa inawezekana wenye kutoa maana katofautiana, kwa sababu kila mmoja anaweza kutoa maana tofauti na mwingine. Muhimu maana ile iwe inakubaliana na siyaki ya maneno, na maana ile inakubaliana na utukufu wa Allah mtukufu. Na kutofautiana huku hakubatilishi uhakika wa aya, bali ni rehema kutoka kwa Allah mtukufu. Kwa hivyo wajibu wa kwanza ni kumtakasa Allah mtukufu na yote ambayo hayapasi kusifiwa kwayo. Kila ambalo lina lazimisho la kuhitajia chengine halipasi kusifiwa Allah mtukufu. Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake miwili imekunjuliwa, anatoa anavyotaka. Wenzetu kwambia lahu yadani, mikono miwili. Hiyo lafzi lahu yadani haimo si katika Qur'an wala katika Sunna. Wamejitungia wenyewe kupitia mapendo yao moyo ya kumshabihisha Allah mtukufu. Kwenye Qur'an imekuja bali yadahu idhafa mabsutatani, na Waarabu wanafahamu maana hii. Maana yake ni ukarimu, kwamba Allah mtukufu ni mkarimu sana, anatoa anavyotaka. Ndio maana yake bali yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Hadi Qur'an, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kull albast, na usiufanye mkono wako umefungwa na shingo yako, wala usiukunjue kila mkunjuo. Maana yake usiwe bakhili, hutoi kabisa, wala usiwe mkarimu tena kile ulichonacho hakikae kinatoka tu. Wakati na kati, khairul umuri awsatuha. Sawa, maneno mepesi kabisa na ibara nyepesi, kila mmoja anazifahamu. Nikisema mimi nafsi yangu imo katika mkono wa Allah, kila mmoja anafahamu nini nimekusudia. Anafahamu kwamba huyu amekusudia kwamba nafsi yake imemilikiwa na Allah mtukufu. Kwa maana ya ashabu zetu alilhaq wal istiqama al-ibadiyya, kwanza katika kumjua Allah mtukufu wanategemea dalili za kiakili, wanamthibitisha Allah mtukufu kupitia viumbe vyake alivyoviumba, kwamba kila kiumbe ni dalili ya kuwepo muumba.
Na hivi ndivyo mitume walifanyia kazi. Ndio manhaji ya mitume. Mtume Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwa Firaun laanatullahi alayhi akamuuliza Musa, man rabbukuma ya Musa, ewe Musa, we ni nani mola wenu wewe na huyu ndugu yako Harun? Alimjibu nini? Alimwambia, rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, mola wetu sisi ni yule ambaye amekipa kila kitu umbile lake kisha kaongoza. Yani aliyeumba kisha katawalia mamlaka yake, hakuacha mamlaka yake bila kuyatawala na ya kuyadhibiti. Sawa. Na Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam alitia aibu kwenye kuabudu jua, kuabudu mwezi, kuabudu nyota, kwa sababu ni vyenye kuondoka. Vinapatikana katika wakati mwingine hapatikani, vinaondoka. Kisha kamwelekea Allah mtukufu kwa kusema, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin, hakika mimi nielekeza dhati yangu kwa yule ambaye ameumba mbingu na ardhi hali ya kuacha mila nyingine zote, na mimi si katika washirikina. Na alipojadiliana na mfalme alimthibitisha mola wake kupitia vitendo vyake. Rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, mola wangu mimi ni yule ambaye anahuisha na kufisha. Yule mfalme alipojitia hamnazo akajipumbaza akadai kwamba na yeye vile vile ahuisha na kufisha, basi Mtume Ibrahim akamwambia, fa inna Allaha ya'ti bishamsi min al-mashriq, hakika Allah mtukufu ninayemwabudu mimi ni yule ambaye analitoa hili jua upande wa mashariki, faati biha min al-maghribi, basi wewe kama na wewe ndiye basi litoe upande wa magharibi. Fabuhita alladhi kafara, kafedheheka aliyekufuru. Sawa. Kwa maana hiyo dalili za kiakili na zimo katika Qur'ani vile vile kuthibitishwa Allah mtukufu kupitia viumbe vyake na kujiondosha kabisa katika kumfikiria Allah mtukufu, kwa sababu fikra zetu hazitoki nje ya mipaka ya sehemu na wakati, na Allah mtukufu ameumba sehemu na wakati na vilivyomo ndani yake. Kwa maana hiyo si mwenye kuhitajia sehemu wala wakati wala chochote kilichomo katika sehemu na wakati. Na kwa maana hii tunamtakasa Allah mtukufu na juu ya mwelekeo au juu ya masafa. Uwepo wa viumbe na kukosekana kwa viumbe hakuathiri chochote katika Allah mtukufu, kwa upande wa Allah mtukufu. Tunamtakasa na juu ya mwelekeo, juu ya masafa, kwa sababu juu ya mwelekeo na masafa ni juu ya nisba fulani, kwamba juu lazima iwe na kitu fulani ya kuzingatia kwamba ni juu ya kitu hichi. Na uhakika maumbile wa hii ardhi yetu ni tufe na mviringo mkubwa sana, tunaishi juu yake. Sawa. Na kile unachokiona ikiwa ni maji, ikiwa ni milima, ikiwa ni mapori, ikiwa ni wanyama, wote tunaishi juu ya mgongo wa ardhi. Sawa. Na nyakati zimetofautiana, sote tunajua. Nyakati zote zipo kila wakati. Miji tu inatofautiana kupita katika nyakati hizo. Na yote haya yanatupa uhakika wa maumbile ya hii ardhi yetu kama ni mviringo, hasa kusema juu ya wapi. Ukisema juu ya Dar es Salaam itakuwa ni chini aliyoko upande wa Marekani, na juu yake ni chini ulipo wewe hapo, na juu ya aliyeko Norway au Moscow ni chini kwa aliyeko Cape Town. Sawa. So melekeana, ardhi ni tufe. Hasa juu ya wapi? Kwa maana hiyo juu ya nisba mustahilun ala Allah. Na kwa tunaitakidi kwamba Allah mtukufu ni wa juu ya kila kitu. Na hapa tunaelezea kuhusiana na aya tukufu, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, mwingi wa rehma amekalia kiti cha enzi. Ndio tarjama yake kwa lugha ya Kiswahili. Mwingi wa rehma amekalia kiti cha enzi. Ndugu zetu wanachukua kidhahiri kwamba Allah mtukufu amekaa kitako juu ya kiti, amebebwa.
na malaika, kwa sababu arshi imebebwa na inazungukwa. Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Kwenye Qur'ani kwa wazi kabisa, arshi imebebwa na inazungukwa. Sawa. Ama kwamba juu yake amekaa kitako Allah mtukufu katika Qur'ani hamna. Sawa. Na kukalia kiti cha enzi kwa Waarabu manake ni haimana, ni kudhibiti mamlaka. Na ukifuatilia aya zote zilizokuja thumma stawa ala al-arshi, thumma stawa ala al-arshi, thumma stawa ala al-arshi, utakutia mwanzo wake kulipita viumbe alivyoviumba Allah mtukufu 6 ayyam. Alipokuwa baadaye ndo akatawalia mamlaka yake. Thumma stawa ala al-arshi, akatawalia mamlaka yake. Kwa maana hiyo maana inayokusudiwa ya stawa ala al-arshi ni kutawalia mamlaka, kutawalia viumbe vyake, na sio kukaa kitako wala kukita katika arshi. Taala Allahu an dhalika uluwan kabira. Hilo ni mustahil kusifikana nalo Allah mtukufu, ni mustahil, haiwezekani kabisa. Kwa sababu ingalikuwa ni hivyo, basi angalau amefanana na viumbe vyake, na angalikuwa ni fakiri wa kuhitajia sehemu ya kuwepo ndani yake, na yote hayo ni mustahilun ala Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua ndugu zetu hawa wanaojiita masalafi hadahumullahu, itikadi yao ni mtihani mkubwa sana ndugu zangu. Mesoma moja katika vitabu vyao cha Uthman ad-Darimi kama hivi, kama sikosei, anasema kwamba tofauti baina ya hai na maiti ni kutikisika. Kila kilicho hai ni lazima kifanye harakati, na kila kilicho maiti ni lazima kitulizane. Na kwa maana hiyo Allah mtukufu, kwa sababu ni hai, kwa itikadi yake anafanya harakati za kutembea, za kutikisika na harakati kama yani tayari kishampa shakli ya mwanadamu wazi ya kutikisika na nini, ndio hai kwake yeye kutikisika. Astaghfirullah. Sawa. Na sisi tunamsifu Allah mtukufu bil hayati, tunamsifu bi hayatin dhatiya nafyan anhu al maut. Tunamsifu kwa sifa ya kidhati ya uhai, kwa kumtakasa yeye na uwezekano wa kufa. Sawa. Na vile vile tunamsifu bil ilmi, tunamsifu bi ilmi dhati nafyan anhu al jahl. Tunamsifu kwa elimu ya kidhati, kwa kumtakasa yeye na ujinga wa namna yote ile. Na tunapomsifu Allah mtukufu bisam'i, kwa usikivu, ni usikivu wa kidhati, nafyan anhu wasita, kumtakasa yeye na kiunganishi bainahu wa baina almasmuat, namna hivi. Na hizi sifa hizi zinarejea katika asli la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, hakifichiki chochote kwa Allah mtukufu, si katika mbingu wala si katika ardhi, si katika venye kusikikana sauti zao kwa sauti zao, wala venye kuonekana kwa shakli zao, wala kwa namna yote. Kwa maana hiyo, ikiwa ni vya kuonekana, tunamsifu kwamba al-basir, bimaana la yakfa alayhi shay'un min al-mubsarat. Ikiwa venye kusikikana, as-sami', la yakfa alayhi shay'un min al-masmu'at. Namna hivi ndugu zangu Waislamu. Kwa maana hiyo, manhaji sahihi katika masala hii ni hii tuliyoeleza hapa, na wale ambao wanamshabihisha Allah mtukufu na viumbe, wakamlazimisha sehemu ya kuwepo ndani yake, na wakamuitakidi kwamba watamuona kwa macho yao, hao ni tunaombea salama tu. Hasa Allah mtukufu akazindua akili zao, kwa sababu itikadi yao hiyo haiwezi kusimama mpaka upige vita akili. Na utawasikia wao, jambo la kwanza kuzungumza katika maudhui hizi, wanapiga vita akili. Akili hapa haina nafasi, na itikadi zote batili zinasimama katika kupiga vita akili. Haitoi nafasi kwa akili kuidadisi itikadi husika. Sawa.
wewe amini tu. Hivi nilivyosema wakuu wetu na watawa wetu, hivi ndivyokuja maandiko tunayoyaamini. Amini, mambo yameisha. Mungu ana mtoto, usiulize vipi atakuwa na mtoto. Watatu mmoja, usiulize vipi watatu mmoja. Abudu ng'ombe. Sawa, ni mitihani mikubwa. Narejea tena kusema kwamba sisi ahlul haq wal istiqama al ibadiyya tunaheshimu akili katika nafasi yake, na asituletee mtu masala ya kupangusa katika buti. Tunamwambia hiyo si katika mambo ya akili hayo, ni katika masuala ya shar'i. Akili haina nafasi. Akili inawezekana hili likubalika na hili lisikubalike. Inawezekana akili yote. Sawa. Nafahamika vizuri. Hadha billahi tawfiq, ndugu yenu hapa Abu Hamid Hafidh Sawafi, na hii ni faidika na mawaidha haki kwa dalili. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.